Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, ni siku nyingine tena, ni Alhamisi nyingine ya tarehe 29 Mei mwaka 2025. Nikukaribisha tena katika kipindi chetu cha Pambazuko. Hapa tunapambazuka na tunaamka na magazeti mbalimbali na kukuletea vichwa vya magazeti ya Tanzania. Kabla sijaendelea, nikupe siri moja kwamba siri ya upendo. Hii ni ziara ya kutembelea watoto yatima katika kituo cha Rulenge kilichopo Ngara mkoani Kagera. Wana Dar es Salaam Tanzania TV, tunawakaribisha wadau wote kuungana na sisi katika hiyo ziara kwa ajili ya kuwapa tabasamu hao watoto wenye uhitaji. Tunakwambia tabasamu lako ni tabasamu lao. Na moja kwa moja leo niko na wenzangu hapa miamba kweli kweli katika kusukuma na kuendeleza gurudumu hili hapa, na nitaenda kukuletea vichwa vya magazeti, tutajadili kwa pamoja hapa, lakini pia maoni yako ni muhimu sana katika uwanja wa maoni. Naanza na gazeti la Mwananchi. Katika gazeti la Mwananchi, habari kubwa ama kichwa kikubwa cha habari ni kwamba hatua ngumu Chadema. Bwana, ukisikia tu kwamba kitu kikiwa kigumu, cha kwanza unafikiria nini? Nianze na Ibra. Kwanza ukishajua kwamba sasa hivi kitu ni kigumu, ni kile kitu ambacho mara nyingi waga kiwezekani kiurahisi sana. Kwa mfano ndio maana waga wanapendeka sana kutumia mifano ya jiwe, kwamba jiwe ni kitu kigumu, ndio maana jiwe inatumika kugonga misumari, kugonga vitu vizito kwa sababu ni kitu ambacho ni kigumu sana. Umeona? Au chuma kitu ambacho ni kigumu sana kabisa. Kwa hiyo ukisikia kwamba hatua ngumu Chadema, kiufupi kwamba Chadema sasa wamekuwa wagumu. Kuna namna wamejiposition kwenye ugumu, kama wanaposema kwamba chuma au nini au jiwe. Kwa kuna namna sawa, nikushukuru. Lakini hapa katika habari picha namuona Tundu Lissu pamoja na Jaji Mutungi. Jaji Mutungi bana yupo katika habari picha, lakini katika hatua nyingine nasema kwamba kutokana na mvutano na msimamo wa chama hicho na ofisi ya msajili, wadau wa siasa waeleza kinachokwenda kutokea, athari zake, waonyesha njia ya kuondoa sintofahamu. Chadema yaita tena kamati kuu. Mambo hapo sasa. Haya ni mambo ya siasa. Mambo ya siasa hapo. Na ukirejelea katika msajili wa vyama vya siasa, kwanza walifuta ruzuku kama mlikuwa hamjui. Kulingana na kwamba baadhi ya wanachadema waliweza kuondoka pale, kama ile G55 walijimegua pale wakawa wameondoka, na baadhi ya wale walioondoka walikuwa ni viongozi. Kwa hiyo baada ya kuwa wameondoka, msajili wa vyama vya siasa ameamua kufuta kwanza ruzuku kwa kipindi hicho. Lakini pia mkumbuke kulikuwa na mchakato ule ambao unaendelea na ambao unasemekana hapo umeendelea kuwatafuna, ambao ni msimamo wao wa no election, no reform, no election. Umeona? Kwa hayo yote yanasababisha mambo yaendelee kuwa magumu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambacho kinaongozwa na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Lakini pia kwenye hiyo kauli ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, no reforms, no election, unahisi kwamba kinalenga kuzuia uchaguzi? Kwa namna wao walivyojadili, wanasema kwamba wanachokitaka wao ni mabadiliko, sio kwamba hayo mabadiliko yatazuia uchaguzi. Kwamba kuna vitu baadhi ambavyo wanavihitaji vibadilike katika serikali ndipo waingie katika nini, katika uchaguzi. Hii ilikuwa ni sintofahamu kidogo, kwamba kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba Chadema wao wako wamejiandaa kuzuia uchaguzi. Lakini pia kuna nukuu hapa, nitanukuu, ni ya Profesa Mohamed Bakari, anasema hata Chadema wakiamua kwenda mahakamani kupinga uamuzi wa msajili, yatakuwa ni yale, kesi itachukua muda mrefu na wataathirika zaidi kukosa hiyo ruzuku. Kwa kumalizia hapo, mimi nipende kuongelea kwamba unajua sasa hivi ni kipindi cha uchaguzi. Sasa linapokuja swala kwamba hiyo kesi iende mahakamani, unaweza kuona kama
wanaweza kaenda mahakamani kulingana na kwamba jaji hawezi kutoa hukumu moja kwa moja kwamba atashtakia leo alafu kesi ifanywe hukumu moja kwa moja. Kwa hiyo inaweza kuchukua muda mpaka kujikuta inapita kwenye uchaguzi wenyewe bado kesi haijafanywa. Mimi Mr. Tanzania chapo hapo. Ndio. Unadhani labda chanzo cha Chadema kukosa ruzuku ni wale viongozi wa G55 kuna nini kujiondoa kwenye chama cha Chadema? Ni kwamba wanaposema kukosa ruzuku ni kwamba hiki chama kulingana na msajili na ile sheria inavyoelekeza ni kwamba wamekosa sifa. Kwamba wale viongozi ndio wakatoa sifa au sio hao tu, kuna baadhi ya viongozi wengine tena ambao wameteuliwa katika uongozi ndani ya Chadema. Lakini pia unahisi kwamba kujiondoa ama kuhama chama, tuchukulie mfano wa aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mbowe, kitendo cha kuhama kutoka Chadema kwenda Chauma, unahisi kwamba ni demokrasia au alikuwepo Chadema kwa ajili ya matakwa fulani ama malengo fulani? Kwa mlengo mwingine ukiangalia upande wa pili wa shilingi ni kwamba yeye alikuwepo Chadema kwa sababu ya mamlaka. Kwa baada ya kwa ile mamlaka imevuliwa kwa kura za wale wana Chadema walizopiga, kwa ikaonekana kwamba amekosa sifa sasa ya kuendelea kuwa kiongozi. Lakini pia ukumbuke ule uchaguzi ulikuwa na mvutano mkubwa baina yake na Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti aliyeko sasa hivi ambaye ni mwenyekiti wa Chadema. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba amekosa madaraka ikabidi aweze kuondoka. Kwa unaweza kuona kwamba ni kiongozi wa namna gani alikuwa pale kwa ajili ya madaraka. Ndio. Na siku zote kuna usemi unasema hivi, siku zote mwanafunzi lazima amzidi mwalimu. Yeye Mbowe alichokuwa akidai kwamba amemfundisha siasa Tundu Antipas Lissu. Lakini sasa umefika wakati ambao wewe kama mwalimu mwanafunzi wako amekifanyia kazi ulichomfundisha, si ndio? Lakini ukitaka kuipata kwa undani zaidi habari hiyo utaipata katika gazeti la Mwananchi ukurasa wa 4. Lakini pia habari nyingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi, mambo matatu kujiri leo CCM, ni katika ukurasa wa 5 utaipata hiyo habari. Ikumbuke kwamba jana Rais ama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa CCM alikuwa kwenye shughuli ya uwekaji jiwe la msingi katika eneo la Tambukareli jijini Dodoma, ambapo ofisi ya makao makuu ya chama itajengwa. Kwa hiyo kuna mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Rais Samia Suluhu Hassan watatu kuliani kwenye habari picha hapa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuweka jiwe la msingi katika eneo ambalo ofisi itajengwa, ni ofisi ya makao makuu hii hapa. Ndio. Na ikumbukwe leo pia Chama cha Mapinduzi wanaanza kikao chao rasmi, mkutano mkuu wa CCM ni leo tarehe 29 na kesho tarehe 30. Kwa hiyo tutajua ni mambo gani yatakayojiri. Lakini pia tuje upande mwingine katika gazeti hilo hilo la Mwananchi. Unajua Gen Z wa Kenya? Gen Z bana, generation wale ni miamba wa Kenya. Wasumbufu, wakorofi, walioshindikana. Sasa wakitua kwako ujue umekwisha. Bana, mimi na huwa nafikiria kitu kimoja kwamba kwa nini wanapata uwezo wa kubishana na mamlaka iwe ya nchi yao ama ya nchi jirani, kwamba kule Kenya kwamba sheria zao zikoje, kwa sababu unaweza kukuta wanabishana hadi na rais, lakini rais wao kwamba tuseme ni mpole, au turejee kauli ile ya nani ya Msukuma, mbunge wa Geita huko, kwamba alisema mnamuonea rais wetu kwa kuwa ni mpole. Kwa mimi navyodhani nahisi kwa wenzetu majirani uhuru umezidi. Yaani uhuru umezidi kiasi kwamba yani wanajiamulia wanachokifanya, kwa sababu wale Gen Z ilitakiwa wachukuliwe hatua
Unaona, wafikia hatua sasa, yani unapataje ujasiri kwanza wa kumtukana rais wa nchi jirani wakati ndo anatengeneza nini upendo kati ya nchi yako na ya kwake, shirikiano na hiyo ni Afrika Mashariki. Kwa nahisi labda kwangu mimi naona uhuru kwa nchi ya jirani umezidi sana. Naona uhuru sana. Kwa upande wangu mimi ninachoweza kuongelea wale Gen Z, unajua upande wetu wa upande mwingine wa nchi ya Kenya na kidogo wanaacha demokrasia itawale kwa kiwango kikubwa sana. Yaani kwa maana nyingine imetamalaki uhuru wa kujieleza. Uhuru wa kujieleza kwa maana ya kuwapa uhuru wale wanaharakati akina Martha Karua, lakini mwisho wa siku kutakuwepo na majibu ya serikali kwamba hiki kitu hakiwezekani, hiki kitu kinawezekana. Ruto agusia sakata la Gen Z Tanzania na Uganda. Kwa Gen Z bwana hawajafanya tu vurugu kwetu, wanafanya vurugu pia mpaka huko wapi? Uganda. Kwa sababu mshindi mwenzao. Gazeti la Majira. Majira habari kubwa bana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili nasema Rais Ruto aomba radhi wa Tanzania. Mimi nisome tu hicho kwanza alafu tujikite katika hicho kichwa cha habari. Naweza nikagusia kidogo pia ni kuhusu sakata la wanaharakati. Rais Ruto asema mataifa hayo yanahitaji ushirikiano imara. Jumuiya ya maridhiano na amani yampa 5 Rais Samia kwa kuonesha ukomavu. Yampa nini? 5 kuonesha 5. Yampa nini? 5. Yampa nini? 5 ni kukubalika, si ndio? 5. Ni 5 ile ya kugonga namna hii. Yampa 5 namna hii. Amekoma rais wetu. Yampa 5 kwa kuonesha ukomavu. Samia Suluhu Hassan. Mama. Lakini kuna kitu kimoja hapo ambacho mimi napenda tuongelee kwa maana ya ukomavu wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Ndio. Mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kiukweli wakati baada ya kuwa kumetokea na mapambano makubwa baina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wale vijana waliokuja kwa maana ya kusikiliza ile kesi ya mwenyekiti wa Chadema Antipas Lissu ambaye ni Tundu Lissu, unaona? Kwa maana kwamba walikuja kama wanavamia. Na huwezi kuingia kwenye nchi ya watu kama unafanyaje? Unavamia kama unaingia chooni. Hata chooni tunabisha kwa. Lazima uwe na. Kwa lazima uzingatie. Kila nchi ina miko na maadili na sheria na kanuni na taratibu zinazoiongoza. Kwa kama unakuja haujaruhusiwa ni kwamba mamlaka ile imekukataa. Umevunja sheria. Umeona? Kwa kama mamlaka imekukataa inatakiwa ufanyeje? Utii. Na huwezi kubishana na mamlaka automatically kama sio kutaka kuumia. Kwa hiyo mimi nadhani mamlaka ya Tanzania inayohusika na masuala ya ndani na nje walifanya mamlaka yao, walitekeleza wajibu wao vizuri. Pamoja na kwamba vijana kule walifika kule wakaanza kurusha maneno kwenye mitandao nini, lakini kila mmoja aliplay part yake vizuri. Lakini pia nilimsikia nani waziri wa mambo ya ndani, utanikumbusha nani? Anaitwa Innocent Bashungwa. Alieleza vizuri kwa namna vyombo vya usalama vilivyoweza kudhibiti wale watu ambao walikuwa wanakuja kuleta machafuko ndani ya nchi yetu. Na ikumbuke kwamba nchi yetu ni nchi ya amani. Kwa hatupendi watu waweze kuingia haraka na kuweza kuleta rapsha ambayo sio lazima. Umeona? Ndio. Lakini pia kwa upande mwingine Ruto mimi nampa kongole. Unajua kongole? Kwanza kutambua ule udugu uliopo kati yetu na nani? Uliopo kati ya Tanzania na Kenya. Umeona? Kwa mtu kutambua jambo kama hili ambalo lilikuwa linaendelea hapa katikati na kaweza kuomba radhi kwa maana ya Kenya na kwa maana ya Tanzania, lakini pia inaonekana vurugu hizi hazikuishia upande wa Tanzania tu. Zimeenda mpaka upande mwingine wa Uganda. Umeona? Kwa mimi naona ni ameweza kuplay part yake pia vizuri rais wa Kenya kwa maana kwamba ameomba radhi wa Tanzania. Lakini mimi kwa hapo mimi kwa mtazamo wangu kama ingekuwa ni mimi ningewachukulia sheria. Yaani wale ambao hicho kikundi kinachojiitwa Generation Z ningekichukulia sheria kwa sababu yani kuna muda yani inafika level sasa yani wanavuka hadi mipaka sasa, wanaamua wao kama wao wajiamulie waseme nini waache nini. Umeona? Kwa hiyo ingekuwa kama mimi yani kwa mtazamo wangu ni kwamba Rais Ruto angalia namna gani ambavyo anaweza kuchukua sheria juu ya Generation Z ili kidogo waache mazoea
Umeona? Kuna muda anaweza kwenda nao wakafika hatua yani wakavunja wao wanaweza kuona wako sahihi, si ndio? Lakini mapokeo ya watu watakapopokea ni vitu viwili tofauti. Mimi nadhani unachosema ni sahihi, na kwa upande wa Kenya pale nadhani wana mamlaka zinazohusika kwa masuala ya ulinzi na usalama. Kwa nadhani wataweza kuwashughulikia. Ni kweli. Na unajikumbuka kwamba kuna kipindi wameleta vurugu hapo nyuma nchini Kenya, lakini pia waliweza kudhibitiwa, maana walienda mpaka bungeni pale wakaleta vurugu, wakaharibu baadhi ya vitu mpaka watu waliingia jikoni. Ni jiko la bunge. Unaweza kuona ni mambo ya ajabu sana ya vijana. Ni hatari sana. Nipashe Mwanga wa Jamii. Ni habari kubwa pia ni Ruto kuomba radhi kwa Tanzania, lakini pia Chadema kujibu kauli ya msajili wa vyama vya siasa. Ni habari ambazo tumezipitia pia katika magazeti mengine. Mkutano mkuu taifa ni mkutano ambao unaanza kufanyika leo na kesho kwa ajili ya hoja mbalimbali za wana CCM. Lakini hapa pia kuna Samia asisitiza unyenyekevu viongozi wa CCM. Tuongee hapo, tujikita hapo kwenye unyenyekevu viongozi wa CCM. Kwani unahisi viongozi wanatakiwa waweje? Kwa ukiachana na kukubalika kuchaguliwa na wananchi, lakini kuna ile inner call kwamba viongozi wanatakiwa awe na vitu gani? Kwanza ukishakuwa kiongozi mahali popote pale inatakiwa kwanza utengeneze uaminifu kati yako na wao. Baada ya kutengeneza uaminifu, utengeneze communication, kwa sababu kuna ambaye ni kiongozi ila anaogopewa kufikiwa kulingana na namna anavyoongea, ambavyo anajiprotect, kwa sababu unaweza kumtafuta kiongozi fulani akakwambia kumpata mpaka uzunguke kwa mtu fulani. Sasa kuna wale wananchi unakuta ni wa chini, umeona? Kumfikia yule mpaka atoke kijijini afike mjini tena azunguke tena ni mwezi. Kwa unakuta yeye anaumilia ndani kwa ndani. Kwa ukiwa kama kiongozi popote pale, inatakiwa kwanza ujue kwanza wananchi wako wanahitaji nini. Umeona? Changamoto gani ambazo zinawakumba, na alafu utengeneze muunganiko wako na wao.